TV. Furaha kiganjani. Ramani yetu hii ya kwanza, mheshimiwa, kama unavyoiona ni ramani yetu inayoonyesha shule yetu hii ambayo ina jumla madarasa 16, ofisi za walimu 2, vyoo 20, kuna maabara ya kompyuta pamoja na maabara ya science, kutakuwa na chumba cha counseling room pamoja na store 2. Dahalia hii itachukua jumla ya wanafunzi 288. Karibu mheshimiwa ukague dahalia yetu hii. Hapa kutakuwa na chumba kwa ajili ya matron ambapo itakuwa ni master room. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amefanya ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa dahalia ya wanawake inayojengwa katika skuli ya sekondari ya Fidel Castro iliyopo Chake Chake kisiwani Pemba. Katika ziara hiyo, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar alitembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa nyumba za madaktari zinazojengwa katika hospitali ya vitongoji, ambapo alionyesha kuridhishwa na hatua iliyofikia ujenzi huo. Akiwa katika ziara hiyo, Hemed amesema azma ya serikali ni kuendelea kuzitatua changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta ya elimu hapa nchini. Mheshimiwa Rais alikuwa na ndoto ya kuhakikisha changamoto hii inamalizika. Dahalia sasa ikikamilika baada ya miezi 2 ijayo, basi itakuwa na hadhi ya kukaa wanafunzi wetu wa Fidel Castro, na mimi nitamjibu kwamba nimeridhishwa na maendeleo ya dahalia hii. Na sasa wanafunzi mjiandae kuipokea na kuja kuishi. Mmeona vyumba vile, mmetembea? Mimi nimetembea vyumba vyote, nimeona vyumba ni vizuri. Kila chumba watakaa wanafunzi 24 kwa maana ya vitanda 12 juu na chini. Kwa kweli kutakuwa na mazingira mazuri sana. Sio ni sababu zile wani tunazozitarajia Castro zisije kwa sababu hii. Serikali ya Daktari Hussein Mwinyi itaendelea kuwawekea mazingira mazuri vijana wetu na wanafunzi wetu wa Zanzibar nzima, ikiwemo shule yetu hii ya Fidel Castro, kuhakikisha mnafanya vizuri. Msikia hapa zamani ilikuwa mwanafunzi akipasi anakuja na godoro hapa. Tumeshatenga fedha za kutosha. Tutanunua magodoro zaidi ya 10,000 kwa wanafunzi. Kwa hiyo ukija hapa wewe unakuja na mambo yako mengine tu, lakini kitanda, godoro na vitu vingine bila kusubiri wewe. Kwa hiyo kuweni na amani wanafunzi wetu. Muelewe kwamba serikali yenu inayoongozwa na Daktari Hussein Mwinyi anahakikisha kwamba anakuwekeeni mazingira mazuri ya kujifunza. Mimi niwaombe sana upambane, hapa ndio mwanzo wa maisha yenu. Na mimi niwahakikishie tutakupeni kila aina ya msaada, kila aina ya ushirikiano ili muweze kufanya vizuri. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana walimu wetu wa hapa Mbuzini na walimu wote kwa ujumla. Naelewa matokeo hayakuwa mazuri sana, lakini nimeambiwa sasa kuna improvement kubwa sana. Nami naamini kwa maboresho haya, kadiri siku zitakavyoendelea, walimu watafanya vizuri kwa sababu watakuwa na mazingira mazuri. Basi tuwahakikishie serikali ya Daktari Hussein Mwinyi tutaendelea kufanya kila linalowezekana kuwafanya walimu wetu mfanye kazi yenu vizuri, tena mkiwa na furaha. Hakuna mkandarasi ambaye anatudai hatujamlipa. Kwa hiyo sioni sababu ya kuja hapa nikaambiwa hawa tu wameongezewa muda baada ya Septemba wakasema Oktoba. Nataka mkandarasi akabidhi madarasa haya kwa mujibu wa mkataba tulivyokubaliana. Kazi iwe na kiwango tulichokikusudia. Tumekusudia tufanye kitu kizuri kama tunavyofanya watu maeneo mengine, na wana Mbuzini hapa tuwafanyie kitu kizuri, sio ile kulipua, hapana. Ifanye kazi, mshauri elekezi uthibitishe kwamba hapa nimeridhika, watatukabidhi, wanafunzi wataendelea na kazi yao. Hapa ofisa mdhamini wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Mohamed Nasr Salim, naye akatoa neno. Mheshimiwa, katika miradi hii ambayo Dr. Mwinyi ameileta na ndio msimamizi na mwelekezaji mkuu, kwa hakika tumeshatatua changamoto ya dahalia kwa upande wa wasichana ndani ya skuli yetu, na upande wa vulana, Mheshimiwa, hatuko vibaya. Kwa sababu ya uboreshwaji huo,
Mheshimiwa, leo kutokana na maelekezo yenu na sapoti kubwa, skuli hii ipo katika namba za 2026. Ahadi ya walimu hawa ambao wapo hapa Mheshimiwa, na mwalimu mkuu wao yupo, ahadi wanayompa Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha skuli hii inaingia katika top 10 ndani ya Jamhuri ya Muungano. Ndio ahadi yao. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Ni mimi Latifa Mohamed.